Nikukaribishe kwa mara nyingine tena mtazamaji wa The World News katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa. Jina langu ni Adam Hussein. Ripoti zinaeleza kwamba Israeli inakabiliwa na uhaba wa vidhibiti sawa na Marekani. Kamanda wa zamani wa jeshi la wanamaji la Israel, Meja Jenerali Eliezer Marom, alieleza. Kamanda huyo anasema kwamba mifumo ya ulinzi wa anga nchini Israel imepungua kama ilivyokuwa kwa upande wa Marekani. Anasema inapokuja kwamba makombora ya Arrows tuna machache kuliko ambayo tunapenda kuwa nayo na uwezo wa uzalishaji ni mdogo sana. Matokeo yake sehemu kubwa sana ya kuingilia kati ilifanywa na mifumo ya THAAD na makombora ya SM-3 yalizinduliwa kutoka katika meli za kijeshi za majini za Marekani. Alisema, tunapigana na Iran tu. Itakuwaje kesho asubuhi ikibidi kupigana na China iamue kuivamia Taiwan? Hivyo itakuwa vita tofauti kabisa. Suala hili linahitaji uchunguzi wa kina. Zaidi ya hayo, Maron alionyesha wasiwasi wake kwamba huenda Israel hatimaye italazimika kuishambulia Iran yenyewe kwa sababu Washington haitaki kuchukua hatua, huku Tehran ikitumia ucheleweshaji huo kuendeleza mipango yake ya nyuklia pamoja na makombora. Maron anazungumzia ripoti za uhaba mkubwa wa silaha katika jeshi la Marekani, akisema ramani ya maslahi ya Marekani kuhusu uwezekano wa kuishambulia Iran pamoja na ripoti za uhaba mkubwa wa silaha katika jeshi la Marekani. Kinachotokea hivi sasa ni kwamba Wamarekani hawataki kufanya mashambulizi. Kuna sababu nyingi za hilo, lakini kubwa ni uhaba wa zana za kivita, hasa za kuzuia makombora ya Iran. Suala la pili ni kwamba mkakati wa sasa wa Trump ni kufikia uchaguzi wa mwanzo wa mwezi Novemba na bei ya mafuta ambayo anataka iwe chini iwezekanavyo. Kwa mujibu wa Maron, suala la nyuklia, makombora na washirika wa Iran yote ni ya pili machoni mwa rais wa Marekani Donald Trump, wakati wa Iran wanalenga kufikia makubaliano juu ya mlango wa bahari wa Hormuz na kuvunja makubaliano ya Abraham. Wanataka kufikia mambo mawili na kuahirisha kila kitu kingine: mbio za kuelekea nyuklia na hifadhi ya makombora ya balistiki ambayo itakuwa vigumu kukabiliana nayo. Shambulio kubwa la Marekani katika miundombinu ya kiraia nchini Iran imeshindwa kuangusha utawala, na kamwe hawataweza kuangusha utawala huu kama ambavyo rais wa Marekani Donald Trump anadhani ni rahisi. Rais wa Marekani, moja kati ya mipango mikubwa ambayo alipanga ni kuangusha utawala wa Iran, lakini sasa hili limeshindikana. Silaha nyingi za kuzuia zimepungua kama ilivyo upande wa Israel. Wanaokoroga chungu hiki kizima ni wa Qatar, na Qatar ina maslahi fulani kwamba inaendelea kuwa imara na yenye nguvu. Israel lazima iwe tayari kushambulia wakati wowote, Maron anasema. Ameelezea hatua kadhaa alizoziamini kwamba Israel inapaswa kuchukua chini ya hali ya sasa. Tunahitaji kufanya mambo kadhaa muhimu kama vile kushikamana na mazungumzo na Lebanon. Hatupaswi kuruhusu mazungumzo hayo kusambaratika kwa sababu ni mwisho kwa Wairan na wako chini ya shinikizo kubwa kwa sababu yao. Tunaona kwamba Naim Qasim ametangaza kwamba yuko tayari kusaidia jeshi la Lebanon kuingia kusini mwa Lebanon na kusukuma mazungumzo ya ili IDF iondolewe. Anasema jambo la pili ni kwamba Israel lazima iwe tayari kushambulia wakati wowote. Ikiwa hakuna shambulio la Marekani, Iran itavuka mistari mekundu. Watakimbia mbele katika nyanja ya nyuklia na makombora ya ballistic. Israel haitakuwa na budi ya kushambulia vituo vya uzalishaji nchini Iran, hata ikibidi kufanya hivyo peke yake, na hilo linaweza hata kusababisha makabiliano na Marekani. Lakini pia ikiwa Iran itaachwa, itakuwa ni hatari kubwa kwa Israel katika miaka ya mbeleni. Endelea kutufuatilia mtazamaji, na nikusihi usisahau kulike, kucomment, kadhalika kusubscribe channel yetu hii ili upate habari hizi kwa mapana kupitia hapa The World News.